ukianza kuza hishia zako kwa pesa, anapoteza thamani yako. Vijana, msimbulie furaha ya haraka, inaweza kuwafanya mupoteze amani yenu ya maisha yote. Bro Rudakuba, siku hizi maisha lazima ujue njia za kato. Siwezi kungoja hadi nijenje polepole njia mkato, mara nyingi inashima. Bro, wewe bado una mawazo ya zamani. Mimi niko revo nyingine sasa. Nimepata mtu ananisaidia maisha, kila kitu kinakuja kirahisi. Kirahisi? Unalipiwa kimya kimya. Usiniharabie mudu bro. Kila kitu huoni. Mtu mkubwa akikuwekea kila kitu anakutengenezea mtego. Wewe una wivu tu kwa sababu sina shida tena. Simu msha, pesa mfukoni, maisha yamebadilika, lakini moyo wako umebadilika pia. Furaha ya haraka huisha haraka. Hujawahi kufirikia hivyo. Sasa kila nikitaka uhuru kidogo, naambiwa nitapoteza kila kitu. Hapo ndipo ulipoingia kwenye mtego. Wewe hunielewi bro. Wewe nakuelewa kuliko unavyojielewa. Kila kitu kina masharti, ni kama nilivyodhani. Mapenzi ya pesa hayana uhuru. Inaonekana nilikuwa natumiwa. Umeamka sana, hilo ndilo muhimu. Usidanganyike na vitu vya haraka. Kila kinachokuja kirahisi kinaweza kukumiza kirahisi pia. Nimejifunza kwa njia ya Mungu. Nitaanza upya bila shortcut. Hapo sasa ndiyo akili imeanza kufanya kazi. Kijana akidanganyika na pesa kupoteza heshima. Sasa nimeelewa, heshima ni bora kuliko vitu vya haraka. Bro, sasa naanza kuona kama maisha niliyokuwa naishi si yangu. Maisha ya kukoka hayadumu. Nilidhani nimefanikiwa, kumbe nimefungwa. Nilipuuza maneno yako, sasa naumia peke yangu. Kujifunza huanza pale unapokubali kosa. Kijana ukiuza uhuru wake kwa pesa, unakuwa mtumwa bila kujua. Hilo ninalihisi sasa kabisa. Sasa hata nikicheka nijikuta nacheka kwa stress. Hiyo ni fake happiness version 2.0. Nilikuwa natafuta maisha mazuri, lakini nimepoteza amani. Amani ni bora kuliko pesa zote duniani. Nikijaribu kuondoka, naambiwa nitapoteza kila kitu. Bora upoteza vitu kuliko ujipoteza wewe mwenyewe. Sawa, nitaachana na hiyo maisha. Hapo ndipo unakuwa mwanaume wa kweli. Vijana kwenye wanaingia kwenye mitego kwa sababu ya tamaa ya maisha ya haraka. Lakini ukweli ni kwamba kila shortcut ina gharama. Sasa nataka kuanza maisha yangu bila kutegemea mtu. Pole lakini salama. Lakini bro, si rahisi kama anavyosema. Hakuna kitu kizuri kinachukua rahisi. Wewe unapenda maisha ya shida sana, na wewe unapenda maisha ya hatari sana. Labda mimi nitachagua njia yangu mwenyewe, na mimi nitachagua kukaa mbali na makosa hayo. Inaonekana hatuendani tena bro. Sio chuki, ni maamuzi tofauti. Umenisaidia sana, lakini sasa kila mtu ashika njia yake. Nimekufundisha, lakini kuchagua ni wewe. Nitajaribu kujitafuta upya, na mimi nitabaki nikisimamia ukweli. Usidanganyike na maisha haraka. Ukiona kitu kinakuja kirahisi sana, jiulize gharama yake ni nini. Nilijifunza, lakini kwa gharama kubwa. Wewe jifunze bila kumia. Wewe Kazu, maisha ni akili bro. Mimi nikuona tu mwanake ana pesa, hata kama ana miaka 100 nitachukua tu. Miaka 100? Wewe unatafuta pesa, sio mapenzi. Mapenzi bila pesa ni stress bro. Wewe hujui maisha. Bora nile vizuri leo kuliko niteseke kesho. Lakini unayuza kesho yako kwa sahani ya leo. Hata kitembea na fimbo, mimi niko nyuma yako. Sasa wewe si boyfriend, wewe ni bodyguard. Tatizo si pesa, tatizo ni hivyo pata hiyo pesa. Pesa ni pesa tu. Hapana, pesa nyingine zinakuja na minyororo. Mimi nataka maisha soft. Sina muda wa haso sana. Kitu chochote soft sana mara nyingi si halali au si salama. Watu wengi waliingia njia hiyo, leo wanajuta. Lakini mimi nitakuwa tofauti. Kila mtu aliyepotea alisema hivyo.
wewe ni filosofa sana bro. Na wewe ni dilema hatari. Unapochagua pesa kuliko heshima, unapoteza thamani yako. Lakini si bora kuwa na pesa kuliko kuwa maskini. Bora kuwa maskini mwenye heshima kuliko tajiri tu. Mapenzi si biashara. Ukifanya biashara na mwili wako au hisia zako, mwisho wako ni maumivu. Inauma, lakini na njia. Mimi ni bado nitajaribu njia yangu, labuda itanifa. Na mimi nitabaki kwenye ukweli hata ni kama ni mgumu. Vijana, usidanganyike na pesa za haraka. Kila kitu kina gharama. Chagua vizuri. Kazu, ukweli ni kwamba nilikuwa nakimbilia maisha bila kufikiri. Kukubali hilo ni hatua kubwa. Naomba unasaidia nianza umpya. Niko pamoja na wewe. Lakini kiuona nimesojea karibu na mtu mwenye pesa, nitakukumbusha kwa nguvu. Usinipige sana bana. Mabimbe bro, ukweli ni kwamba hawa wanawake wakubwa wanajuana pendo kuliko hawa wasichana wadogo. Unasema nini tena wewe? Nakwambia ukweli, wale wakubwa wanajali, wanakupa pesa, hawana gharama mingi kama hawa wadogo. Angalia sasa, msichana mdogo anataka kila kitu, ateshe ni muda pesa, teresi tupu. Lakini mwanamke mkubwa anakupa pesa, anakujali, anakuelewa. Hiyo si maisha mazuri. Wewe nauona raha ya juu tu, huoni chini yake kuna nini? Kuna nini sasa? Mtego bro, mtego mkubwa sana. Hapana bana, mimi niko simati, siwezi kudanganya kirahisi. Kila mtu anaingia huku anasema hivyo. Hebu fikiria, mtu anakupa kila kitu bila sababu. Unafikiri nataka nini? Mapenzi tu? Hapana, anataka kukutumia. Hata kama ananitumia kidogo, si mimi pia ninapata faida? Wewe nahita hiyo faida? Hiyo ni mkopo wenye riba kubwa sana. Leo unapata pesa, kesho unalipa kwa uhuru wako. Unamaanisha nini? Utatawaliwa, utaambiwa nini ufanye, wapi uende, nani uone. Lakini bado inaonekana easy life. Easy life haipo bure. Anajua watu wengi waliingia huko wakidarani. Wakidarani ni shortcut. Leo wanajuta. Kweli? Ndiyo, wanapoteza heshima yao, muda wao, hata ndoto zao. Lakini mimi sitafika hako. Siya wewe wa kwanza kusema hivyo. Ukianza kuza heshima zako kwa pesa, anapoteza thamani yako kama mtu. Hiki ukiuza kwa bei ndogo, kesho hata thamani yake inapotea. Na mimi niko hivyo? Ndiyo. Sasa nikiona mmoja mwenye pesa nyingi nisikaribia. Karibia, lakini akiri mbele. Mapenzi ya kweli hayahitaji pesa ili ya damu. Hiyo ni ngumu siku hizi. Ni ngumu, lakini ndiyo ya kweli. Inaonekana nilikuwa nifikiria upande mmoja tu. Ndiyo maana kuna rafiki wa kukuonyesha upande wengine. Sawa, nitaanza kufikiria tofauti. Hapo sasa umeanza kuwa na akili. Vijana, usidanganyike na maisha ya haraka. Kila kitu kina gharama yake. Maisha ni gharama yako yenyewe. Chinini man, mimi naona watu wanakosea sana siku hizi. Kosa gani tena? Unajua, kuna watu wanadhani mapenzi ya watu wakubwa yana shida, lakini mimi naona yana faida zake. Kwa mfano, ukiona mtu mwenye umiri mkubwa, anaweza kukupa msaada wa maisha, kukujali kwa upendo wa kipekee na kukupa amani ya haraka. Hiyo si maisha mazuri. Fanya, unafikiri unazungumuza juu ya furaha, lakini huoni upande wa pili. Hebu nikusimulie fani. Kuna mtu anikimbilia kula chakula kuliko tayari tu, akakipata haraka sana, akafurahia sana, lakini hakujua chakula hicho kilikuwa hakina afya ya muda mrefu. Furaha ya haraka ni kama moto, unaweka mkono unapata joto, lakini ukibali muda mrefu unachoma. Unamaanisha nini hasa? Unachopata haraka sana mara nyingi hakupoteza amani baadaye. Furaha ya sasa na amani ya maisha yote usichague sasa, ukaribu ya baadaye. Sikuwahi kufirikia kwa kina hivi. Inaonekana nilikuwa naangalia upande ni moja tu. Ndiyo shida ya tamaa, inafunika macho. Kwa hiyo hata nikiona shati ya haraka nikimbie. Kimbia akili ziko kwanza. Maamuzi ya mwili bila akili kuleta majuto ya muda mrefu. Sawa man, nimerewa. Sikira kinachoonekana nahisi
ni kizuri. Labuda mimi nilikosea kufikia hivi. Nikosa kuzifunza, kwanza ni kutakubadilika. Vijana, msimbulie furaha ya haraka, inaweza kuwafanya mupoteza amani yenu ya maisha yote. Chagua hekima kuliko tamaa. Kila kinachoonekana rahisi sana, mara nyingi kana gharama kubwa. So guys, hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 tubafitiye intebe nziza cyane. Ni intebe nziza kuko twebwe tugerageza kubahera makeya ashoboka, kandi tukabaha ikintu kiri karite gikomeye cyane. Ni hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 utaragera ku musigiti wa Nataracom. Nomero yanjye iri hejuru kuri screen, iyo muje muramamagara nkabayobora neza. Karibu.